لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. صدق الله العظيم. Ndugu mgeni rasmi, kwa niaba ya Mufti wa Tanzania Sheikh Ali Geruko, kwa makamu yako, mwenyekiti wa Tanzania Haji Federation, mkuu wa Bidhaa Dala Sheikh Musa bin Hamid, viongozi na wajumbe mbalimbali, viongozi wa TAHAFE, lakini pia wajumbe wa Baraza la Ulama kwa nafasi zao, viongozi wa taasisi tofauti, kila mtu kwa nafasi yake, mahujaji watarajiwa, watendaji, wasindikizaji, bora ya maamkizi ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Makamu ni makamu kubwa sana, ni hafla ya kuaga ndugu zetu mahujaji kwenda kutekeleza ibada tukufu katika nguzo za dini. Kabla hatujaanza kutaja mtiririko wa matukio moja kwa moja, Sheikh Abbas Bantulaki, ni nafasi yako kukaribisha, lakini pia na kutambulisha safu ya uongozi, lakini safu pia ya meza kuu, ukiwa kama makamu mwenyekiti wa Tanzania Haji Federation. Karibu sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Jukumu langu mimi kama nilivyotambulishwa hapo na msemaji ni kufanya utambulisho na ukaribisho. Kwa hiyo kwanza nawakaribisha wazuri wote waliokaribia, na maamkizi mazuri kama tulivyosema ni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tukianza pale na meza kuu, tunaye kwanza Sheikh Ali Hamisi Geruko. Yeye ndio mgeni rasmi kwa niaba ya Mufti. Hadhara yetu hiyo ilikuwa ihudhuriwa na Mufti mwenyewe, lakini amedharurika, kwa hiyo amemteua Sheikh Ali kwa niaba yake. Na pembeni kwake pale kuna mwenyekiti wa TAHAFE Sheikh mwenyekiti wa TAHAFE Sheikh Kabiri, yeye ndio mwenyekiti wa TAHAFE, na anayefuatia mbele yake hapa ni Sheikh Mruma, katibu mkuu wa Baraza Kuu. Sheikh Mruma, wasalimia kidogo wananchi hapo wa kutambua, kuna wengine hawatambui. Anayefuatia hapa ni Ahmed Sharifu, bwana wetu wa TAHAFE. Simama kidogo hapo kuone. Baada ya Sheikh Ali anayefuata Sheikh Musa, yeye ni katibu wa Mufti na pia ni kiongozi wa Bidhaa ya Tanzania Bara. Bidhaa ni moja, lakini imegawanywa, na usilijue neno Bidhaa labda kidogo tuwatafsirie. Ni kwamba Bidhaa ndio iliyosimamia hija Tanzania, yenyewe iko bara na visiwani. Sheikh akija yeye atapata dakika, ataelezea vizuri na mtaelewa. Sheikh Musa bin Ahmed bin Juma anayefuata baadaye pale ni wajumbe wa Baraza la Ulama, nao tumewakaribisha.
katika shughuli hii. Kwa hiyo bila kupoteza muda, tunarudisha mic ili shughuli zetu ziendelee kama tulivyozipanga na ziishe kwa wakati munasaba, kwa sababu tunajua watu wana majukumu mengi. Inshallah, kama ambavyo tumehitaji ratiba yetu fupi, tukio letu kama mkiwa ni mahujaji lazima mjue zile organ ambazo zinasimamia hii hija. Wapi lilitokea uende, kuna jambo gani, mfuate nani. Taasisi zipo, lakini kuna wasimamizi wa juu mpaka kufika huko Wizara ya Mambo ya Nje. Kwa hiyo kwa hapa Tanzania bara tunao Hajj kwa upande wa bara, na kiongozi mkuu ambaye tunafanya naye kazi sisi kama viongozi wa taasisi na umoja wetu huu ni Sheikh Musa bin Henez. Makamu yake Sheikh Musa, uje uzungumze kuhusiana na bitha na yote ambayo yanahusiana na mahujaji hawa ambao watarajiwa. Karibu sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhadi ila sabil ar-rashad, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil ibad wa ala alihi wa ashabihi ala fadhil al-amjad. Wa ba'd. Mheshimiwa mgeni rasmi, naibu chief qadi Sheikh Ali Garuko ambaye anamwakilisha mufti, waheshimiwa walimu wa baraza la ulama, waheshimiwa viongozi wa jumuiya wote, itifaki imezingatiwa. Maana muda huu mchache, tukisema tutaki muda mmoja itafika saa asr hapa. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati nakuja katika hafla hii sikudhania kwamba nitapewa kazi hii. Nilikuwa labda mambo yote leo yatafanya haya, lakini nilipofika kaambia kwa nafasi yako lazima uzungumze. Nimeanzima kalamu pale, watu walikuwa wakiniangalia nikiazima kalamu pale na daftari yangu kusema, lakini atakaoniwafisha Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ndio wewe mkamao na katika hafla hii. Moja katika jambo ambalo nimeambiwa nizungumzie ni nini dhikra. Maana mimi nasimama hapa kama kiongozi wa dhikra kwa upande wa Tanzania bara, ambao kwa Kiarabu na Kiingereza ni Hajj Mission. Utaratibu wa usimamizi wa masuala ya hija katika nchi ya Saudi Arabia unasimamiwa na Wizara ya Hija. Kwa wizara inasimamia hija katika nchi ya Saudi Arabia. Wizara hii haina counterpart, haina mwenzake katika nchi yoyote duniani. Hakuna nchi duniani yenye wizara ya hija zaidi ya Saudi Arabia, hata kama nchi ya Kiislamu Irani, Pakistani, wapi, hakuna wizara ya hija. Sasa wizara ya hija itafanya kazi na wizara gani katika nchi ambazo inaamiliana nazo katika kupeleka mahujaji? Kwa wizara ya hija inaamiliana na wizara ya mambo ya nje na wizara ya mambo ya nchi za nchi zote duniani, ikiwa nchi ya Kiislamu au sio ya Kiislamu. Wizara ya mambo ya nje, wizara ya mambo ya nje, kwa sababu na wizara ya mambo ya nje nyingine kule Saudi Arabia. Wizara ya mambo ya nje ya Saudi Arabia inaamiliana na wizara ya mambo ya nje ya Tanzania, inaamiliana na mambo ya wizara ya mambo ya nje ya Uingereza, ya Marekani, ya Morocco, ya kila mahali. Sasa je, hizi wizara ya mambo ya nje zitakuwa zinafanya kazi mbili kwa wakati mmoja? Ndio wizara ya mambo ya nje za mambo ya nje zikatengenezea utaratibu wa kutekeleza kitu kinaitwa Hajj Mission, ikiwa nchi hiyo ni Islam au ni secular. Wizara ya mambo ya nje inachukua, inakasimu madaraka yale kuwapa kitu kinaitwa Hajj Mission. Kwa hiyo kwa upande wa Tanzania kuna Tanzania Hajj Mission, ukienda Kenya kuna Kenya Hajj Mission, au kwa Kiarabu ndio Biafatul Hajj Tanzania, Biafatul Hajj Nigeria, mnakuta kwa magari na hivyo ukifika wakati wa hija Biafatul Hajj ya Nigeria, ya wapi. Hizi zimekasimiwa na wizara ya mambo ya nje za nchi inahusika. Kwa upande wa Tanzania, wizara ya mambo ya nje imekabidhi jukumu hili kwa Baraza Kuu la Uislamu Tanzania kwa upande wa Tanzania bara,
na imekabidhi jukumu hili kwa upande wa Tanzania visiwani kwa Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana. Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana kwa upande wa Zanzibar na Baraza Kuu la Islamu Tanzania kwa upande wa Tanzania Bara, ndio kwa pamoja tunaongeza kitu kinaitwa Bi'atul Hajj ambayo ni Tanzania Hajj Mission. Na ndio maana mimi hapa kwa upande wa Tanzania Bara na kwa msimamizi wa Beta na upande wa Zanzibar ni kwa sasa hivi katibu mkuu wa Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana ni Sheikh Abdallah Talib. Kwa hiyo ndio Beta, lakini Beta ili iweze kufanya kazi zake kwa upesi, kuamiliana moja kwa moja na taasisi ambazo ndio zinaamiliana zinashika mahujaji, nayo na kuna changamoto nyingi zinazotokea. Kwa hiyo kuanzia mwaka juzi, nadhani mwaka wa 3 sasa hivi, tumeanzisha kitu kinaitwa Tanzania Hajj Federation. Tanzania Hajj Federation ni muunganiko wa taasisi zote zinazosafirisha mahujaji. Akija tunaeleza taasisi zote kama vile mkutano wote mmekuja chini ya mwavuli wa Tanzania Hajj Federation, ambao wanafanya kazi ya kurahisisha huduma za mahujaji, kuturahisishia sisi wasimamizi ambao Tanzania Hajj Mission. Na tangu utaratibu huu umeanza, kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yametokea. Nakumbuka sisi wakati tunaanza utaratibu huu tulikuwa mahujaji wa wapifu 3,000 kwa Tanzania nzima, mahujaji 2,300, 2,500, 3,000. Kuna wakati tulikuwa tukienda katika vikao vya Saudi Arabia katika wakati wa haji, ikifika wakati wa kutafuta mkataba, sisi na baadhi ya watu 25 ndio kota yetu kwa Saudi Arabia. Sasa tunauliza mwaka huu tunachukua watu ngapi? Wakati tunaongozana sisi kueleza pale wanatajia watu 3,000 wanasema wao. Kwa sababu sisi ni ndio wetu ndio bora hafikishi. Kabla sisi hatujasema waanza kusema wao 3,000 bwana. Hapo nani kwa 3,000 ni sio kwa 3,000 tu. Lakini kulikuwa na mambo ambayo sisi tulikuwa hatuyatekeleza. Kulikuwa na taksiri mbalimbali ambazo alhamdulillah tumeweza kuziondoa kwa kiwango kikubwa. Na mwaka huu sisi tuliomba watu 5,000. Na sasa wakasema mbona mnazungumza ndoto? Naomba 5,000 hauwezi kitu hicho. Wakatupa namba ya 4,000 kwa kutulazimisha. Lakini sisi tulikuwa tunaomba zaidi ya 4,000. Na kweli imefika namba ya 4,000 imejaa bado pamoja uchumi mzima wa kwa. Lakini tulikuwa 5,000 sisi tukifikisha. Tume 4,000 imejaa na bado tulikuwa na application uchumi mzima. Kwa hiyo kwa kutokana na ufanisi mzuri kwa taasisi hii ya Tanzania Hajj Federation chini ya usimamizi wa Tanzania Hajj Mission, tuna uhakika kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa kufikisha mahujaji 10,000. Inshallah. Na sizungumzi kuwafurahisha nini tu, ni uhakika. Kwa sababu sisi kwa jana tulifanya kongamano katika mikoa mitatu. Tulifanya makongamano katika mkoa wa Mwanza, mkoa wa Kagera, tulifanya mjini Bukoba pale, na mkoa wa Kigoma tulifanya mjini Kigoma. Yote tunaona hapa. Tulitaka kufanya Tanzania nzima, lakini tulifanya mikoa mitatu kwa sababu ya kwamba tarehe zilizozana na uchaguzi wa mkuu wa taifa. Kwa hiyo tukaona mgombano ule unaweza kusababisha kuweka kero katika baadhi ya sehemu. Kwa hiyo tukafanya mikoa mitatu, lakini namba imezidi 4,000. Hiyo tukifikisha kufa Tanzania nzima, tunahakikisha watu 10,000 tutafikisha, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wazi kabisa, adil fil nasi bil hajj, watangazie watu yatuka rijala, adil fil nasi, wasema jawabu la amri yatuka, watakuja kutangaza kuja. Usipotangaza hawaji, na sisi kwa kutangaza sisi tunashaka matangazo ya msikitini tu kwenye milango ya msikiti, lakini kufanya kongamano, kufanya hivi kwa kufanya
lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumeanza mwaka jana na mwaka huu. Baada ya hiyo tutaendelea inshallah, tunahakikisha lengo letu tufike mahujaji 10,000 na tutafikisha inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kama tunaweza kuruka kutoka 3,000 mpaka 5,000 kwa kwa vitabu tunaweza kufanya haraka, kwa hiyo tusifikishe watu 10,000 na hiyo tutapata tutafika inshallah. Niseme kitu kimoja tu kama kiongozi wa BETA wa Hajj Mission, ni kwamba niwaombe mahujaji watarajiwa, kitu kikubwa, msingi mkubwa kabisa ambao utasalimisha ibada yako ni kufuata maelekezo ya viongozi wenu wa taasisi. Yaani nifanye mjinga katika zile siku, katika zile mitatu ile mwezi mmoja, wewe nifanye kama vile mtoto mdogo. Ukiambiwa kaa hapa, kaa hapa. Ukiambiwa simama hapa, simama hapa. Sio ile kuambiwa kwamba mtu anaporudi katika anakuwa kama alivyozaliwa na mama yake. Man hajja wala yafsuk wala yarfuk raja'a kayma waladatu ummu, anarudi kama siku alivyozaliwa. Sasa mtoto mdogo sivile akiambiwa fanya hicho anafanya. Wewe karibu tumeka kama mtoto mdogo alivyozaliwa, kama ulivyotoka huko unataka kule. Wala ule mtoto shiriki mwanzo kule. Ukiambiwa usikae usikae. Ukiambiwa usifanye usifanye. Ndio kweli utarudi kama mtoto mdogo alivyozaliwa. Lakini kwa sababu mtoto wenyewe ndio kataa kule. Kiongozi akwambia usifanye hivi usikii. Akwambia ufanye hivi usikii. Hutarudi kama mtoto mdogo alivyozaliwa. Utakimbia vile. Kwa sababu utakachokuwa umefanya ndio hayo ukatazo. Utakuwa umefanya mabishano, umefanya mambo ya kubishana na viongozi ambao ukatazo hayo. Utakuwa umegombana na watu, utakuwa umefanya kile. Mwanzo karibu kama unazaliwa. Utakuwa kama unazaliwa wakati vile wewe ndio mkubwa. Ikichelewa gari kidogo kelele, ikifanya nini kelele. Ulikuwa mkubwa kule. Alafu urudi kama unazaliwa haiwezekani. Lazima ujifundishe tangu kule. Hii ndio masafa ya haraka ambayo nawapenda niwahusie mahujaji wetu. Nyingine subira ni kitu muhimu sana, kwa sababu hii ni ibada kubwa. Unaweza kukaa kutembea hapo mpaka Mwenge. Sasa sio kutembea mpaka Mwenge ukaanza kutukana barabara nzima. Tutombeka tukani barabara nzima. Tutombeka nafuata ndio utarudi kama ulivyozaliwa. Ukiambiwa hapa unakuta foleni ya choo mpaka kule, usianze kutukana. Ufanye subra. Siku 15, siku 15, siku 20 za ibada yako unatakiwa uwe na subra ya uhakika. Kwa sababu mtafuta mbele. Subira ndio kufungua mbele. Hili nalo ni muhimu kuwasisitizia ndugu zetu mahujaji. Mkiyafuata haya, Allah Subhanahu wa Ta'ala atazijalia ibada zenu kuwa ni makbul na mtarudi kama mlivyozaliwa. Nyingine ni kuchunga sheria na kanuni za nchi tunazokwenda. Ukifika kule unaambiwa tembea na kitambulisho hiki, basi ukivaa kile kitambulisho wasema mimi bwana, mimi kivaa hiki na kwa kama mshamba hivi, unakitia mfukoni. Baada ya kukivaa unakitia mfukoni. Ukianza kutia mfukoni, hatua utakayofuatia utakiacha nyumbani. Hiyo ndio kweli. Kama wewe kuna himma na kile kitambulisho ulichokuwa uvae, alafu ukasema mimi naona nitaonekana kama mjinga hivi, kwa hiyo usivae. Siku ya kwanza utakitia mfukoni, askari atakuuliza utakitoa hiki hapo, na kama hukuuliza basi ndio utaendelea kuwa nacho mfukoni. Siku ya pili utakiacha nyumbani. Sasa ni kutokea tutakwenda kutoa migration au airport sasa. Naweza hiyo shapatiwa kwa kwenye ndege. Sasa hivi serikali ya Saudi Arabia iko very strict kwenye kuhakikisha kwamba namba ya mahujaji wanaidhibiti, wanaicontrol, kwa sababu ya usalama mahujaji wenyewe. Watu wengi wanataka kwenda kuhiji,
na nafasi haitoshi, kwa sababu dunia imekuwa sasa na ardhi ya Mina ni ile ile, na ardhi ya Maka ni ile ile, haitaongezeka, lakini population ya dunia imeongezeka mara elfu. Haujati ilikuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, namba ya watu ilikuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tofauti na watu wale kwa sasa hivi, lakini Mina ni ile ile, Arafa ni ile ile. Tanzania siku kwa tutapata hivi tulikuwa tukifikia milioni 20, lakini sasa hivi tuko zaidi ya milioni 60. Basi na dunia ni ile. Miaka ya nyuma watu kwa wiki milioni 1. Sasa hivi tuko zaidi ya bilioni 5. Lakini nini iko ile ile. Sasa serikali ya Tanzania inalenga kudhibiti idadi ya mahujaji kwa usalama wa mahujaji. Moja katika hatua za kudhibiti ni kuhakikisha kwamba hawa ni mahujaji na huyu sio hujaji kavamia. Utajuaje? Kitambulisho. Ingine la mwisho acheka Shikathmani. Nyingine la mwisho ni kwamba haram sasa hivi kila mmoja ana hamu ya kwenda haram, kuna sadaka zote sana, lakini ukiona kwamba hali hairuhusu kwenda haram, Maka kuliha haram, Maka yote ni haram. Na hii Maka yote wasaudi moja walipokea, lakini sasa wameshaeleza Maka kuliha haram, lakini moja utaipata mahali wote katika Maka. Sasa usilazimishe kwamba lazima utoke nyumbani unacho msikiti wa Irani, lazima ndio kaswali haram. Na ukafika haram kwa sababu unasema haram tu. Sasa hizo za barabara au ovyo mmekaa watatu pale wengine wangapi, kwa sababu ya kulazimisha lazima nikaswali haram, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka Maka kuliha haram. Msikiti wote wa Irani ndio kaswali, na hii ndio inaoleta kelele unaposema sisi nyumba yetu iko mbali na haram, kwa sababu unaona kwamba wewe unatarajia na unasema haram. Sisi ndio tunapelekea kwa watu wetu wa hija, unataka wewe kwa nyumba yetu ndio katika na haram, bali iko mbali na haram. Mbona pesa zetu matabeli hii? Kwa sababu wewe unatarajia kwa swali haram, na ukiswali msikiti ule jirani na nyumba yako unaona kwamba mambo ya kimoja. Hii ndio wakati wa kwenda ujue wazi kwamba popote utakaposwali katika ardhi ya Maka wewe unapata ile 100,000. Hii naomba niusisitizie, kwa sababu wengine wengi wanapata shida na saa nyingine mtu anatembea na jua kadi anateseka, anakwenda kutafuta akaswali haram ndio kwa lake, na saa nyingine tukapata assalamu alaykum wa rahmatullah. Sasa kama tabu ya bure akifanya swala yake na kwa hiyo jambo tena atafuta jamaa ambaye haelewi, kwa sababu muda mrefu katembea kwa ajili ya kutafuta hiyo laki moja ambayo kwa akili yake kwa dhana yake anajua kwamba atapatikana pale pale msikitini Maka. Na popote utakaposwali katika ardhi ya Maka utakuwa umeipata hiyo. Nadhani kwa hayo machache nimwachie mwenyekiti wa tahafidh, na niwashukuru sana kwa kunipa fursa hii ya nami kuchangia kwenye hili. Wabillahi tawfiq, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi al-ghurril mayamin, amma ba'd. Mshukuru kabisa nipate kuwashukuru mahujaji wageni wa Allah ambao Mwenyezi Mungu aliwachagua kwa mwaka huu. Ninyi ni miongoni mwa watu wanaokwenda kutekeleza nguzo ya 5 ya Uislamu, nayo ni ibada ya hija. Karibuni sana, karibuni sana, na Mungu atakulipeni kwa hilo ambalo mlikusudia, na insha Allah kwenda kwenu hija mjatupa, mmeweka hazina katika maisha yenu na katika shughuli zenu zingine, na hata akhera Allah atakulipeni kwa thawabu zinazotokana na ibada ya hija. Baada ya kusema hayo, kazi yangu ni ndogo. Kwanza, kazi yangu ya kwanza ni kuielezea Tanzania Hajj Federation. Tanzania Hajj Federation
ni chombo huru kilichoanzishwa katika madhumuni makuu matatu. Dhumuni la kwanza ni kuhakikisha taasisi za hija zinakuwa na umoja wao katika kuyaendea mambo yao. Hilo ndio dhumuni namba moja. Lakini dhumuni la pili, kulinda maslahi ya taasisi za hija na hujaji anayekwenda kuhiji kupitia taasisi za hija. Hilo ni dhumuni namba mbili. Dhumuni namba tatu, kufanya usawa katika huduma za hija, kufanya usawa katika kuhudumia mahujaji wanapokuwepo katika miji mitukufu ya Maka na Madina. Kwa nini tunasema madhumuni hayo? Huko nyuma tuliwahi kuzungumza wakati wa ufunguzi wa kongamano la hija mwanzoni mwa mwaka huu kwenye ukumbi wa Ramada, wengi wenu mlihudhuria, kwamba miaka ya nyuma huko kulitokea wimbi la mahujaji kuachwa airport. Kumetokea wimbi kubwa sana hilo, na wimbi hilo lilikuwa kwetu si jambo zuri, lakini vile vile tukagundua ni kukosekana kwa miongozo, maelezo, ukweli na nidhamu katika kuwaendesha au kuziendesha hizi shughuli za hija. Toka tumeasisi Tanzania Hajj Federation, sasa hivi Sheikh Musa ni mwaka wa 2 au 3, wimbo wa watu kuachwa airport unapungua na lengo ni kuiondoa kabisa. Na haya tunayafanya kwa sababu kwa namna moja au nyingine hatuwezi kusema mtu anaanza airport kwa uzembe, hatuwezi kusema hivyo, na wala kwa haraka unaweza ukahisi taasisi za hija zimefanya utapeli au udanganyifu. Hasha wakala. Tumepokea kesi nyingi za namna hiyo, na kesi nyingi unazigundua ama hujaji aliteleza au taasisi yenyewe alikuwa na ukweli katika kumwelezea hujaji swala linalohusiana na ibada ya hija. Sasa tunarudia kusema kwamba kwa kushirikiana na taasisi zote, sasa hivi TAHAFE ina wanachama wa taasisi hai 18. Hapo awali wakati tunaanza tulikuwa na taasisi 21. Kwa nini zimebaki 18? Majibu yake ni kwamba Tanzania Hajj Federation haikuridhishwa na mienendo ya hizo taasisi zingine, tukaamua kuzifutilia mbali. Na hili tunatoa tena angalizo kwa viongozi wenzetu wanaosimamia swala zima la ibada ya hija, kwamba fagio la kuziondoa taasisi halijaishia katika zile 7 tu, litaendelea endapo tutagundua kuna uzembe wa maksudi uliosababishwa na chombo chenyewe cha hija katika kuto kumtendea haki hujaji aliyelipa pesa zake. Tukigundua hilo, hatuna mahali na taasisi, sisi tunazieleza kwa mamlaka, na mamlaka zinatambua kazi za shirikisho la hija, na hapo tutakuondoa, na sio kukuondoa tu, utalazimika kurudisha gharama za watu zile ambazo ulikuwa umezitumia kinyume na utaratibu. Watukufu na hujaji, hiyo ndio dhamira na kazi ya Tanzania Hajj Federation. Na wiki 3 nyuma au mwezi mmoja nyuma, viongozi wetu wa BISA walihudhuria kikao pamoja na sisi wanachama wa TAHAFE, kikao ambacho kiliongozwa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar chini ya waziri, sio chini, pamoja na waziri wa kazi, ajira na mahusiano, pamoja na naibu waziri wa mambo ya ndani na uwakilishi kutoka Foreign Affairs. Lakini tunashukuru kwa dua zenu na wimbo wetu, kikao hicho kiligundua kweli BISA ina mapungufu, na baada ya hapo ikaundwa kamati
kamati ambayo inakwenda kufanya mchakato wa kuiboresha au kuiunda bidhaa ambayo itakuwa ina usawa katika utendaji. Na kwa mara ya kwanza tunashukuru kamati iliyoundwa na makamu wa rais wa Zanzibar imetoa wajumbe kutoka Tanzania Health Federation, imetoa wajumbe watatu ambao wanaungana na wajumbe watatu wa Wakfu Zanzibar, lakini wanaungana na wajumbe watatu wa bidhaa yetu ya bara, lakini wanaungana na viongozi kutoka wizara hizo tatu. Na kwa bahati nzuri last week tulifanya kikao chetu cha kwanza cha kujaribu kuunda hiyo structure ya bidhaa. Kwa hiyo niwaombe mahujaji, tunapoelekea sasa ni pazuri, na hii ni kama mikamo ambayo ilikuwa iko nje ya uwezo wa taasisi. Kama nilivyosema mwanzo, yapo makosa ya taasisi na yapo makosa ya viongozi, yaani sio viongozi, mahujaji. Tunaelekea kwenda kuyatamatisha hivi tunavyoongea. Tayari maandalizi ya hija ya mwakani yameanza hivi tunavyoongea, kwa sababu hija yetu hii ya mwaka huu kama alivyozungumza makamu wa rais wa Zanzibar na katibu wa kwetu kwamba mahujaji tunaosafiri mwaka huu 4,000, lakini hao mahujaji 4,000 utakuja kuona tumepiga hatua zaidi ya mahujaji 1,600 nao wanatoka Tanzania nao. Wakati huko nyuma Sheikh Musa Fadhila tukumwandaa kutoa historia, hadi mwaka juzi na mwaka jana bara kulikuwa tunaenda mahujaji 600 au 700, lakini kwa mwaka huu vitu vimeongezeka na changamoto zilizojitokeza mwaka huu tumeziona, na huu mwaka itakuwa ni fundisho kwa mahujaji wetu na sisi viongozi kwa ajili ya hija ya mwakani. Hija sasa hivi ikifika tu siku ya Nairobi airport ya Dar es Salaam, basi viongozi wetu wanarudi na mkataba wa hija, na wakirudi na mkataba wa hija, hija inakwambia mwisho wa Februari 15, 2027, lakini mazoea yale bado tunayo mpaka sasa hivi. Zipo taasisi mpaka sasa hivi tunatafuta visa kuonyesha kwamba yale mazoea bado tunayo. Sasa mazoea yale ili yahame na yaishe moja kwa moja, tunahitaji ushirikiano kati ya taasisi za hija na wewe uliyetia nia ya kwenda hija. Ufanye ukaguzi mapema, ujue chombo gani kinastahili kusafiri na wewe, lipia mapema, tafuta pasipoti mapema, andaa masurufu ya safari mapema, ili wewe sasa ukishakuwa umelipia hija toka Desemba au Februari, hakuna ambaye atasema wewe umechelewa katika harakati za hija. Lakini kwa vile hija ni wito, mtu anaweza kawa ameika last minute na akaenda kutekeleza ibada ya hija. Kwa hiyo wito wangu kwa mahujaji, tusikilize maelekezo mazuri tunaopewa viongozi tukiwa katika ardhi tukufu za Maka na Madina. Lakini la pili, nilizungumza juzi, tunasafiri kwenda hija tukiwa sio watu wa madhehebu moja, tuna tofauti wa kimadhehebu, na wewe uliokuwa na tofauti ya madhehebu na wenzio, unapofika katika miji ya Maka na Madina, madhehebu yako tukukatazi, endelea nayo, lakini si vizuri ukagawa kundi la mahujaji kwa misimamo yako wakati wewe sio kiongozi. Inaelekea kuharibu hija ya wenzio au kuwafanya wenzio wasiweze kushika maelekezo ya viongozi wao. Sisi tunasafiri na madhehebu mbalimbali. Tunapofika katika ardhi zile,
kwa kuwa wewe uliamua kwenda kusafiri na chombo ambacho sio madhehebu yako, kuwa na uvumilivu. Na wale wenye madhehebu yao uliosafiri nao watakuvumilia. Hilo tunaligusia kwa sababu hija nyingi na hujaji wanakwenda, utafika katika chumba mmekaa, viongozi wakishaongea siku ya kwanza, mmeonyeshwa haya ndio hii, mkafanya muda wenu, mkamaliza, mkirudi mnaanza kuona viongozi wanabaki na watu 30 au 10, lakini 12 kuna mtu ashaabeba kaenda nao kufanya nao ibada zingine nje na utaratibu wa viongozi wa taasisi. Jambo hilo sio zuri, na wewe hujaji, hakikisha semina zinaendelea kwenye taasisi mbalimbali, shika maelekezo ya viongozi wako, simama na viongozi wako, ndio waliobeba dhamana ya kuhakikisha hija yako inafanikiwa. Lakini tukiendelea kuwaacha watu wakaingilia majukumu ya viongozi, ni kwenda kujaribu hija na kuharibia vizuri hija, ni kwenda kuharibu hija na kuharibia vizuri hija, kwa sababu twaa ni msingi wetu sisi Waislamu, na twaa imekuja kwa amri, sio ombi. Tutii viongozi wetu. Kwa hiyo nasisitiza tena, wewe umebahatika kwenda kutekeleza ibada ya hija na ukajiandikisha mpaka sasa tunakuaga huko na taasisi fulani, hakikisha viongozi wa taasisi ndiyo njia yako wewe ya kwenda kuitimiza lengo lako. Ukienda kando ukasema huyu mzee kila siku anakuja hivi, huyu anatotota, huyu anafanya hivi, shekhe, kupata fursa ya kurudi haram sio uwezo, ni taufiki, sio uwezo na wala sio utajiri. Hakuna tajiri kwa milioni 16. Hakuna mtu tajiri ana milioni 16, dola 600 kalipa mwendaija ndio tajiri. Huyo sio tajiri bwana. Huyo ameweza kutia nia ya kufanya maandalizi kwa ajili ya ibada ya Mungu, anakwenda kutimiza nguzo yake ya 5, kutoa 6,000 kumwita mtu tajiri. Kuwa utajiri wa dola 6,000, na unaweza ukawa nayo hiyo dola 6,000 na taufiki ya kwenda wangapi tunawaona. Tunazungumza mpaka vitabu vinachakaa, mtu aelewi, lakini sio yeye, Mungu alimchagua. Kwa hiyo niwaombe mahujaji, milioni 16, milioni 17 zisikufanya ukaenda kule ukawa mbado kwa viongozi, zisikufanya hizo. Imetokea bahati mbaya, taasisi haipiki Maka, inalipia pattern kuleta chakula. Anayechelewesha chakula sio kiongozi wa taasisi, anayechelewesha chakula ni yule tuliyeunga mkataba wa chakula. Sasa chakula tu ule wa asubuhi, mtu anaweza kusikia leo hapa nishamka vibaya mimi hapa, afu niliambiwa toka Dar es Salaam basi turudishe yangu. Wewe unashia, lazima tuambiane kweli. Niliambiwa toka Dar es Salaam bwana, wajanja tu, afu nazungumza sehemu ambayo ndio kwenye nyumba ya kwanza ya Mungu. Tunazungumza mji ambao Mtume kazaliwa, aliyekuletea wewe Uislamu, afu naeleka huyo mjini katika ibada. Wallahi nawahusia mahujaji wenzangu, nawahusia sana, hii ni fursa ya dhahabu, umeipata usiichezee. Mwisho kabisa,
Niwashukuru mahujaji wote, viongozi wote wa taasisi waliofanikisha kukufanya wewe leo tunakuaga hapa kwenda kutekeleza nguzo ya 5 ya Uislamu. Mengi tutazungumza tukiwa huko safarini, lakini kwa leo niishie hapa niseme Tanzania Hajj Federation ndiyo suluhisho ya makeo ya taasisi za hija katika upande wa Tanzania bara. Baada ya kusema hayo, niseme wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Meza kubwa, meza kuu, mtosheke niruhusu niingie kwenye maudhui na kwamba itifaki nimeizingatia. Waheshimiwa mahujaji watarajiwa na wengine ambao tayari mshahidi, na pia hawa waliokuja kusema hapa wanifilisi yale aliyonituma Mheshimiwa Mufti wameshasema wao. Sasa sijui kama walisikia wakati Mufti ananituma au sijui ilikuwaje, maajabu makubwa, lakini nadhani ni uzoefu. Hao ni mazoefu makubwa katika jambo hili. Mheshimiwa Mufti amenituma hasa kuhusu subira, na tayari ishazungumzwa. Tutatofautiana tu alfadh, maneno ya kuwakilisha kuhusu subira, lakini tayari subira ishazungumzwa. Naona itoshe, sije mkaambiwa msema Mufti akiuliza ile alizungumzia subira, mseme alisema. Sasa umenifilisi, nikirudia tena maneno hayo utaliona mimi sijui mtanionaje. Lakini Mheshimiwa Mufti anaishukuru TAHAFE, nifikishe ujumbe huu kwamba Mheshimiwa Mufti anawashukuru TAHAFE kwa kazi mnayoifanya, na dalili ndio hii. Taasisi zote ziko pamoja, mnafanya kazi pamoja. Hili anawashukuru kwa kufanya hivi, na zile changamoto zote ambazo zinazosumbua vichwa, ikiwa mtaendelea kufanya hivi, zitajisafia zenyewe bila hata ya kufanya kutumia nguvu kubwa. Endapo mtaujua umoja huu faida zake, kama viongozi mkasimama sasa kutekeleza miundombinu ya kupambana na changamoto zote zitaondoka zenyewe. Hili ndilo analisema Mheshimiwa Mufti. Kazi tulifanya ni kubwa sana kujenga umoja huu. Umoja imarisheni zaidi ya hivi, lakini zile changamoto zenu zinazokabili TAHAFE au taasisi zetu hizi, basi mkae pamoja, mzijadili kwa pamoja. Mkizijadili kwa pamoja, hizo changamoto zitajisafia zenyewe. Ndio agizo lake Mheshimiwa. Mwisho wa kunukuu, iliyotuma yote yameshazungumzwa. Mimi nitaongeza kidogo tu hapa. Nimemsikia Mheshimiwa Alhaji Mruma akizungumzia mahujaji ambao ni wa bara, mahujaji wa bara, lakini wanakwenda na taasisi za Zanzibar, na mahujaji wa Zanzibar wanakwenda na taasisi za bara. Mimi niunge mkono na niunge mkono hao wanaofanya hivyo,
hivyo, kwa sababu wanapita kule ambapo mzee Karume na mzee Nyerere walichokiasisi. Haya ni matunda ya hawa watu wawili. Narudia, sasa hivi kuna watu wanaitwa mababa na kuna watu wanaitwa machongo. Tunaona kwenye mitandao hao wanakusudia mababa ni watu wa Zanzibar na machongo ni watu wa Bara. Ni kitu kibaya sana. Leo kama wenyewe wamejua wanachokifanya, wallahi wasingeliendelea kufanya. Tanzania ni moja, ukisikia tahafi huku ni kugawana tu madaraka na majukumu kutokana na hali ilivyo. Hawa wadara wanatahafi na wale kule wana basi walikuwa utauliza tahafi, utauliza wote hawa wanaumia wale tahiza na tahafi wanaumia wale basi. Narudia, tahafi wanaohudumia Watanzania tunawaita Watanzania bara kutokana na mkuu, na tahiza wanaohudumia Watanzania wa Zanzibar, lakini wote ni Watanzania. Ndio maana unaona bara anakwenda na taasisi za tahiza na Wazanzibari wanakwenda na taasisi za tahafi, kwa sababu hao ni baba mmoja mama mmoja, wote ni Watanzania. Mkiwa katika wanasema kutoka baba tukifika kule, mimi ni Watanzania. Hili ni kuzingatia sana, na inawezekana kwa sababu ya ubinafsi wa mtu au watu wawili watatu wanaleta haya hizi unusulia ubaguzi, maneno ya kiubaguzi, kwa sababu hawatambui. Kwa hiyo mimi nirudi tu pale tuliposema kwamba tahafi, endeleeni kuimarisha umoja huu. Tahafi, endeleeni kuimarisha umoja huu, kwa sababu umoja huu na huu kazi yake ni kushinda tu. Hakuna changamoto mbele ya nguvu ikasimama, hakuna. Kwa hiyo tuwapongezi tahafi, wallahi kama mkiendelea kufanya hivi. Kuna ile elimu kwanza mliofanya mwaka huu mwaka jana, elimu kwanza mkatoa elimu, tukatoka mahujaji 1,000 hadi 1,400 na zaidi. Elimu kwanza. Sasa kila taasisi lazima tahafi ije na bajeti ya elimu, tahafi ije na bajeti ya elimu. Kila mwanachama wa tahafi achangie bajeti hiyo, elimu itolewe. Sasa hivi Mwenyezi Mungu ameleta teknolojia, kuna online, kuna ana kwa ana. Hii kazi ifanyike. Alhamdulillah, Watanzania sasa hivi wamesoma vizuri, vijana wa Kiislamu Tanzania wamesoma wazuri, hatuna watumia tu. Viongozi wa tahafi wakusanyeni vijana wanajua vizuri hija, wanajua vizuri namna ya kuwashawishi watu wafanye kazi hiyo, tutapata mambo mazuri.
taasisi itoe rufuku kwa ajili ya hii elimu kwanza. Kwa hiyo tutakuwa hatupati shida hii shida ya kukusanya watu kutoka huko. Siku zote tuko hapa, siku 7 watu wamekaa hapa, itakuwa shida za kiroho. Sisi tunakuwa kama ni watu wa walimu na analogi. Baada ya kutoka kule nyuma, elimu sasa hivi inatembea, inakuja mpaka uko msalani, ukifanya kazi yako, ukienda na simu yako msalani, utaona unapata elimu. Sasa tumekaa mpaka mtu asafiri Mwanza, mtu asafiri Mtwara, ndio akatafutia watu. Jamani, bado tuko tahabu, bado tuko hii kama 21 asr al-ulum, asr al-technology, asr al-hadara, asr al-taqaddum. Sasa hivi watu wako mbali sasa hivi, kielimu watu wako mbali. Hatuwezi kuendelea kufundishana katika ubao, njoo hapa nikufundishe wewe wakati mbishi leo. Lakini hatuwezi kufikia wakati huo kama kila taasisi ikikaa na pesa zake. Kama viongozi wa tahafu karibu chini muone kwamba kupitia mitandao kunahitaji gharama kiasi gani, website zipo, mambo mengi yapo, tutafanya. Vijana sasa hivi wa IT wapo, wameongezana, kwa nini hawatumii muda mdogo? Kwa hiyo tukielimisha zaidi, watu wataamka usingizini, watakuja kujiunga kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mji mtukufu. Mheshimiwa Mufti ana siku zote anasema jitambue, badilika, acha mazoea. Mlijitambua mkaanza na kutoa elimu, matunda bora. Badilikeni sasa, acheni tu kukalia viti. Pangeni programu za mambo mbalimbali, kutoa elimu, kushawishi watu, kutengeneza raha zaidi. Huko mtu kutoka hapa kile mwaka akija anasifia, anasema taasisi zile huko mambo kile tafikiri si yuko huko Dar es Salaam, kama huko Kariakoo, kama huko Kwimba, kama huko watu watolee hofu. Itambue, badilika, acha mazoea. Itambue wewe tahafu ni mtu mkubwa, nafasi ni wewe kubwa, umepewa nafasi kubwa na Haji Mission imekupa nafasi kama tahafu. Kama wanachama wako maujaki kama hivi hapo, waulizeni matatizo yako wapi, shida nini. Kila siku tusio tunasikia tu maneno na nini na malalamiko. Ifike wakati sasa watu wanarudi wana furaha. Tokea airport pale wanasema mambo yako mazuri mwaka huu. Hadi kaburi hapana, asiondoke hadi kaburi yule. Asitokee mtu kumtoa hadi kaburi. Mambo yanayofanyia mwaka huu hayasemeki. Jitambue, badilika, acha mazoea. Kuna tatizo la nimepewa kidogo hapa, nasema kuna tatizo la kuna baadhi ya watu wakitoka hapa wanajizima data. Wanajizima data. Wakifika kule wanajizima data, hawasikii. Lakini hili mshalizungumza tayari, hili la kujizima data hili mshalizungumza. Lakini kama nimeletewa kimengo kwa msisitizo wake kwamba hili jamani ni tatizo, tukawatii viongozi wetu tunakokwenda. Usikilize Sheikh Musa amesema kwa mtoto kule, usiwe mtu mzima, usiwe kigezo, kuwa msikivu, faida ndio kwako. Lakini mtu mzima ukianza kujizima data halafu unakuwa shida. Nadhani nimefikisha ujumbe. Baada ya kusema haya, niwatakie kila la heri, mfike salama huko, na Mwenyezi Mungu awape amani ya nyoyo zenu, awape afya njema,
yule ambaye alikuwa hana afya akifika kule aone ajabu kule huna anakwenda tu, Arafa anakwenda tu, ili Mungu yezungumza kama hapa na watu wote, basi mtu anajikuta anatosafika mwenye anarudi kwa Mungu. Atupe afya hizo, na hao tunawaacha kwa nyumbani kwetu, Mwenyezi Mungu awalinde. Tukirudi tuwakute wako katika amani, wako katika utulivu, wako watukokee mbele ya kote kwa rehema zako ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.